Bismillahirrahmanirrahim. Kuna watu wameniuliza kuhusu masala ya maqamati sauti. Maqamu za sauti ziko ngapi? Wanataka kujua idadi yake na ni zipi. Maqamati za sauti zipo nyingi, takriban 40 na au zaidi 40, lakini wengi wetu tunazozifahamu ni zile 7. Nazo ni bayati, sabah, hijaz, nahawandi, rasti, sika, ajam. Hizo ziko 7. Na nikaulizwa, vipi tutaijua bayati? Bayati ni ipi? Rasti ni ipi? Ajami ni ipi? Sika ni ipi? Kwa hiyo inshallah tutazifahamisha kwa ufupi, wale ambao wasiozifahamu basi wazifahamu, wale ambao wanazifahamu waendelee kuzifahamu zaidi. Tunakuja upande wa bayati. Hii ndio bayati ninayopita sasa hivi. Inna lilmuttaqina mafazan hadaiqa wa anaba. Hii ndio bayati. Naifanya kwa ufupi tu kwa sababu wengi tunafahamu. Hapa tupo kama vile tunakumbushana tu, umeelewa, na kulipa nguvu hili jambo. Bayati, alafu tunakuja kuna sabah. Kikanuni ilivyo katika upande wa kusoma Qur'ani kwa tajwid, zimepangiliwa hizi. Wanachuoni wote wa fani hii wamekubaliana hivyo, zimepangiliwa. Na hizi sauti zimekuja kwa ajili ya kusomea kwa Qur'an kwa tajwid, sio kwa ajili ya nyimbo. Na wanachuoni wamekubaliana hino, wa fani hii wamekubaliana hivyo. Hizi zimekuja, hizi maqamati zimekuja ni kwa sababu ya fani ya Qur'ani kwa tajwid. Kwa hiyo kikanuni ni kwamba inaanza bayati, inakuja sabah, alafu inakuja hijazi, alafu inakuja nahawandi, alafu kutoka nahawandi inakuja rasti, ikitoka rasti inakuja sika, kutoka sika inakuja ajam. Hiyo ndio kanuni ambayo iliyokuwepo katika maqamati hizi katika upande wa fani ya tajwid. Kwa hiyo nimepita hapo bayati, ambayo ni hiyo ambayo mmeisikia. Nitairudia tena ili muisikie vizuri. Inna lilmuttaqina mafazan hadaiqa wa anaba. Hapo tunapinduka, tunaingia katika jino la bayati la nini, sabah. Inna lilmuttaqina mafazan hadaiqa wa anaba. Hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa.
Umesikia hiyo sabaa? Na sabaa jawabu lake linapatikana kwenye ajim, tofauti na makamu zingine jawabu zinapatikana katika makamu ile ile. Lakini sabaa kwa sababu ni nagma ambayo haina njia nyingi, kwa hiyo ili lipatikane jawabu lake lazima uende katika ajim, ndio unapata jawabu la sabaa. Mfano, inna lilmuttaqina mafazan hadaiqa wa anaban wa kawa'iba atraba. Umeelewa? Unapata ajim ile ndio unapata jawabu la sabaa. Ushapata jawabu lake kisha utarudi pale pale katika toni ile ya sabaa. Kutoka sabaa tunakuja Hijaz. Inna lilmuttaqina mafazan hadaiqa wa anaban wa kawa'iba atraba. Hadaiqa wa anaban wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa. Hiyo ni Hijaz. Tunakwenda haraka haraka ili tumalize kwa sababu muda hauturuhusu. Kutoka Hijazi tunakuja kwenye Nahawandi. Inna lilmuttaqina mafazan hadaiqa wa anaba. Hadaiqa wa anaban wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa. Hiyo ni Nahawandi, lakini ina jawabu lake, qarar, jawab mpaka mwisho. Lakini kwa sababu ya muda tunakwenda tunafahamishana tu zile makamu ili mtu upate kuzijua. Kwa hiyo tumetoka Bayati, Sabaa, Hijaz, tuko Nahawandi, naingia kwenye Rasti. Yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu فلا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Hiyo ni Rasti. Tunakuja Sika. Dhalika al-yawmul haqq faman sha'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum 'adhaban qariba
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Sika hiyo. Nakuja ajemi sasa. Dhalika al-yawmul haqq faman sha'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. Hiyo ni ajabu. Tunarudi kule kwenye bayati sasa ili tumalize. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. Hizo ndio makamati zile 7 za sauti. Nimezielezea kiufupi na nimezifanya ili kwamba ni hizi. Bayati ni hii, Saba ni hii, Hijazi ni hii, Nahawandi ni hii, Rasti ni hii, Sika ni hii, Ajami ni hii. Lakini utasoma, lakini mwisho lazima kikanuni utarudi kwenye bayati ili umalize. Hiyo ndiyo kanuni. Lakini mara nyingi sisi wasomaji tunavunjishwa moyo, tunavunjishwa nguvu, kwa sababu unapewa mtu unasoma dakika 5. Tena mtu anakuonyesha saa, bwana dakika 5. Sasa zile vitu vya kisheria vile huwezi kufanya. Kwa hiyo utakuwa utaanza pale, lakini ule mpangilio utakuwa umeukosa. Kwa hiyo kwa sababu muda wa kusoma uko chache, na mtu anapompangia dakika msomaji ni kwa maana ameshamtoa katika redi, ashamvuruga. Ukishamwambia tusoma dakika 5 au soma dakika 10, yani tayari ushamvuruga, ajui sasa ndani dakika 10 nafanya nini, naanza sauti gani, natokaje, nafanya vipi. Kwa hiyo unampa shida. Kwa hiyo anakuwa anasoma lakini ametoka katika fomu, ametoka katika redi, umemtoa. Lakini wewe unamwambia msomaji, bwana wewe soma, lakini usichukue muda mwingi. Anaelewa, yeye mwenyewe anaelewa. Lakini ukishampangia dakika, tena unataja kabisa dakika 5, hakuna msomaji anayepangiwa dakika 5. Uwezo unasoma dakika 5 unasomaje? Mungu wa studio hayo, sio mambo ya kwenye hadhara. Mwenyewe mtu amekualika kwenye jambo lake, anataka ulifanye vizuri ili afurahi, ulifanye kwa ufanisi afurahi. Sasa dakika 5 unalifanyaje vizuri? Sasa baadhi ya watu ambao wanasimamia shughuli za watu, sio wanaita MC wanaharibu shughuli za watu. Na utajuaje sasa uwezo wa msomaji? Unasoma dakika 5, msomaji utajuaje uwezo wake? Kwa hiyo tuangalie inshallah. Haya.